Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Asante Bwana mabwana kwa kuturuhusu kusimama mbele zako na hata kuabudu chini ya uwepo wako Bwana. Hatuchukui kuwa ni jambo la kawaida Mfalme, lakini tunaiona kana kwamba ni heshima kubwa Mfalme, ambayo umetutunukia sisi wanao kusimama mbele zako. Tunakuabudu, tunakusifu, tunasema wewe ni Mungu unayefanya mambo makubwa, mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Wewe Bwana unaweza kufanya. Asubuhi ya leo Bwana tumesogea kiti chako cha enzi tukiwa na matumaini makubwa ndani yako Bwana, kwamba kwako tunapata uponyaji, kwamba kwako tunainuliwa, kwamba kwako tunapata amani, kwamba kwako tunapata nguvu, kwamba kwako tunakombolewa. Bwana mabwana, asubuhi hii tumeingia katika nyumba hii tukuabudu na tukutukuza na tukusifu, tukiwa na matumaini kwamba wewe na wewe utanyosha mkono wako hodari juu ya familia zetu, mkono wako hodari juu ya watoto wetu, mkono wako hodari juu ya kazi zetu. Katika jina la Yesu Baba, asubuhi ya leo uinuliwe Baba, asubuhi ya leo uabudiwe Baba, asubuhi ya leo ushujudiwe Baba, asubuhi ya leo utukuzwe, maana wewe ni Mungu mkubwa. Tunakushangilia asubuhi hii kwa sababu ya matendo yako makubwa. We celebrate you, Jesus. We celebrate you, Father, in the mighty name of Jesus Christ. Bwana mabwana, asubuhi hii twainama mbele zako hata tukiunga madhambi na makosa na unajisi na uchafu wa kila aina Bwana Jehova, katika jina la Yesu Kristo tunaitia damu ya mwanao Yesu. Sisi wadhaifu na wanyonge Bwana ututakaze leo Bwana, utuoshe tena Baba. Nachukua damu hiyo ya kondoo asubuhi ya leo na kujitakaza mwenyewe Mfalme, na kutakaza kila mmoja ambaye ameingia katika mlango huu, na kutakaza madhabahu hii Bwana. Naomba huruma zako juu ya kila mmoja wetu Bwana mabwana, utuangalie na macho ya huruma, utuangalie na macho ya rehema. Usituangalie Bwana na udhaifu wetu, usituangalie Bwana na ujinga wetu, usituangalie Bwana na makosa yetu mengi, lakini asubuhi ya leo Baba ninaomba huruma na ninaomba rehema kwa sababu yangu na kwa sababu ya kila mmoja aliye hapa. Tazama huyu ndugu na macho ya rehema Bwana, tazama huyu dada na macho ya rehema, tazama huyu kijana na huyu mfulana na macho ya rehema Mfalme Mungu wa mabwana. Tuomba leo ukubalishe mbingu zishuke hapa zituhudumie, umkabalishe Roho wako Mtakatifu atamaraki na atamaraki katika nyumba hii leo, akituhudumia na akitubariki katika jina la Yesu Kristo. Bwana mabwana, tuainuka kinyume na nguvu zote za giza, nguvu zote za uchawi na uganga na mapepo na washirikina na majini na kila ufalme ambao ni kinyume na ufalme wa Mungu. Tunauteka nyara sasa kila usurutani katika jina la Yesu Kristo. Chochote ambacho ni kinyume na Mungu, chochote ambacho ni kinyume na kazi hii, chochote ambacho ni kinyume na madhabahu, chochote ambacho ni kinyume na mtumishi wako, chochote ambacho ni kinyume na watu hawa, tunakikamata leo, tunakifunga na tunakiweka chini ya nguvu zetu, na tunakiweka chini ya miguu yetu, na tunatangaza moto wa Roho Mtakatifu ukateketeze kila kitu na kila jambo ambalo sio la Mungu, lakini badala yake tunamuinua Yesu na tunamuinua Roho Mtakatifu na kumruhusu atawale, atawale na atawale, atawale na atawale na atamaraki nyumba hii katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tunaomba na hata tunaamini. Zote tuseme amina kubwa. Zote tuseme amina kubwa. Tupigie Bwana Yesu shangwe na vigeregere. Amen and amen and amen and amen. Salimia mtu mmoja unapoketi chini, mwambie karibu katika nyumba ya Mungu. Amen. Tuomba tuwashukuru praise team na makofi mazuri. Thank you so much. Thank you so much too. God bless you. Naomba niwasalimu tena katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Hamjambo. Hamjambo tena kanisa. Mko wazima? Wiki ilikuwa namna gani? Asante, nashukuru Mungu, pia nami ilikuwa nzuri. Neema za Mungu zimenitosha. Fadhili zake zimenishikilia. Nina jambo la kumtukuza na kumsifu na kumwabudu na kumuinua
na kusema kweli anastahili. Jina la Bwana wetu lipewe sifa. Tunashukuru praise team kwa kutuongoza vizuri kabisa. Tuwapigie makofi tena in Jesus name. Ninawakaribisha katika ibada ya siku ya leo mara tena. Jihisi kwamba uko mikononi mwa Mungu, miguuni pa Mungu, mahali ambapo panastahili. Daudi alisema jambo kwamba alipoambiwa waende katika nyumba ya Mungu alifurahi. Bwana apewe sifa. Na unaweza ukajiuliza kwa nini ufalme kati ya mahali kwingi ambako anaweza furahia akienda, kwa nini alifurahishwa na nyumba ya Mungu? Ni kwa sababu alijua kwamba katika nyumba ya Mungu kuna mambo mengi sana. Blessed be the name of the Lord. Ningependa niseme hivi kwetu wapendwa, kando na kuabudu, kando na kusifu, kando na kusikia neno, kando na kuombewa, unapoingia katika nyumba ya Mungu, Bwana wetu kwa sifa, kuna mambo mengi hufanyika. In fact, yale ambayo nafanyika bila we kujua ni mengi kuliko yale ambayo unajua kwamba yanafanyika. That is very important. Unapotuketi vile tu katika nyumba ya Mungu, unapoketi tu hivyo, kando na kile wewe unaona, kuna mambo mengine mengi sana ambayo hufanyika katika maisha yako, katika maisha yako hata bila na wewe kujua. Bwana wetu kwa sifa. Na diposa wakati ambapo uliona kanisa lilikaa kwa muda, wakati ule wa COVID likawa limefungwa, kuna mambo mengi yalifanyika pole katika mioyo ya watu na ikapenyeza na ikaingia. Na mambo mengine tunayaona mpaka leo kwa sababu watu walipokaa mbali na madhabahu, watu walipokaa mbali na neno la Mungu, watu walipokaa mbali na watumishi wa Mungu, watu walipokaa mbali na madhabahu, kuna vitu hufanyika pole. Na kama tu vile ambavyo hata nyumba yako ukiwacha, umeifagia, umeiosha, na baadaye ukasafiri, ukaenda siku kadhaa, utakaporudi hata kama ulikuwa umewacha ikiwa safi, kuna mambo ambayo utaona imefanyika pale, ni kwa sababu haujakuwa karibu. Na kwa hivyo kama kuna jambo ambalo tunapaswa kulizingatia wapendwa, ni jambo la kuona ya kwamba haukai bila kukaa, haujaingia katika nyumba ya Mungu. Maana katika nyumba ya Mungu kuna mambo mengi sana yanayofanyika na yanatendeka katika jina la Yesu. Ngeomba tuingie katika neno la Mungu asubuhi hii ya leo, in the book of Deuteronomy chapter 7 and verse 9. In the book of Deuteronomy chapter 7 and verse 9. Yeah, the Bible says in English, therefore know that the Lord you are God, He is God. Blessed be the name of the Lord. Therefore know that the Lord you are God, He is God, the faithful God, who keeps covenant and mercy for 1,000 generations with those who love Him and keep His commandments. Ningeomba nipewe na another translation very quickly. The same chapter with another translation. Yeah. Know therefore the Lord God is God, is faithful God, keeping His covenant of love. That was I was looking. Know therefore that the Lord your God is God. He is faithful God, keeping His covenant of love. Sema covenant of love. To 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments. Tupenda Kiswahili kiweza. Na Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, tunapolisoma neno hili, tunaomba ulitie pumzi ya uzima, ili neno hili Bwana lipenye na liingie na lifanye kazi katika maisha yetu, na litende kile ambacho Bwana ungependa litende. Baba, ninapolinena nipe ufasaha,
ule unaotokana na Roho Mtakatifu na mtiririko wa maneno unaoongozwa na wewe mwenyewe, na baadaye neno hili liwe la baraka kwetu sisi wote, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi tumeomba na hata kuamini. Zote tuseme amen. Basi ujue kwamba Bwana Mungu wako ndiye Mungu, ni Mungu mwaminifu, anayetunza agano la upendo. Hebu sema agano la upendo. Anatunza agano la upendo kwa maelfu ya vizazi vya wale wanaompenda na kuzishika amri zake. Jina la Bwana wetu lipewe sifa. Jumapili iliyopita tunashukuru dada wetu Chiaredi na dada wetu Susan walituletea neno la Mungu. Tuwapigie makofi mazuri. Jumapili hiyo nyingine nilianza ujumbe ambao niliuita The Love of God for You. Upendo wa Mungu kwako. Na ningependa kuendelea na ujumbe huo sehemu ya pili ambao ninaita Responding to God's Love. Kuitikia upendo wa Mungu. To respond to God's love. Ambia jirani yako kuitikia upendo wa Mungu. Na ningependa na kuanza na kusema hivi, upendo wa Mungu alio nao mkubwa sana kwetu. Maana Jumapili hiyo nilijaribu kuonyesha kwa njia zote na kwa Biblia na kwa mafundisho mengi jinsi ambavyo Mungu anatupenda. Blessed be the name of the Lord. Na tukaona mambo matatu about the love of God. Number one, tukaona it is an unconditional love. Ni upendo usio na masharti. Mungu hakupendi kwa kunona. Mungu hakupendi kwa kukonda. Mungu hakupendi kwa ambacho uko nacho. Hakupendi kwa vile unaongea. Hakupendi kwa vile unafanya mambo. Anakupenda na upendo usio na masharti. And number two, tukaona ya kwamba the love of God is an everlasting love. Ni upendo ambao ni wa kudumu. Anakupenda ukiwa juu, anakupenda ukiwa chini, anakupenda ukiwa na mali, anakupenda mali ikiisha, anakupenda ukiwa hai, na atakuendelea kukupenda hata utakapokufa. His love is an everlasting love. And number three, tukaona ya kwamba it's well expressed. Tukaona kwamba upendo wa Mungu umeelezewa vizuri sana. Ama Mungu yeye upendo wake si ule upendo wa kufichwa. Ni upendo ambao atasababisha ujue. Na tukasoma maandiko in the book of Song of Song. Na tukaona jinsi ambavyo Bwana anaonyesha upendo wetu kwetu. Na hata tukaona in the book of John chapter 3 and verse 16 jinsi alivyo ajaribu kuonyesha upendo wetu wake kwetu, na akaudemonstrate hata kwa kumtoa mwana wake wa pekee, ni kwa sababu ya maisha yetu. Blessed be the name of the Lord. Lakini leo ningependa tuende a bit deeper. Tuseme hivi kwamba upendo huu wa Mungu hata ukiwa mkubwa hivi, hata Mungu akiwa anatupenda na upendo huo unconditional, hata Mungu akiwa anatupenda na upendo huo an everlasting love, hata Mungu akielezea upendo huu kwa njia zote, pasipo sisi kuitikia huo upendo, upendo huo hautafanya kazi zaidi katika maisha yetu. Na kwa hivyo kule kuitikia kwetu, ule mwitikio wetu, kule respond to the love of God, ndio ambao sasa inaanza ku make impact katika maisha yetu. Ni kwa sababu, kwa mfano nipeane, wakati ambapo labda ndugu wetu Paul alipopenda mke wake Malda, huenda labda Malda hakumpenda, lakini alipoendelea kumpenda na kumpenda na kumpenda, upendo huo ulizaa matunda wakati ambapo Malda aliitikia upendo, na hapo ndipo kulizaliwa kitu. Ikiwa mtu mmoja ataendelea kumpenda mtu na mpende mtu na mpende mtu bila yule mtu kuitikia mapenzi yale, upendo huo utakuwa bure. Jina la Bwana wetu lipewe sifa. Upendo wa Yesu unakamilika, wapendwa, tunapoitikia mwito huo,
tunapoitikia upendo huo, wakati ambapo mume anapenda mke, wakati mke atakapoitikia, atakapokubali, hapo ndipo safari inaanza. Hapo ndipo sasa tunasema kuna kitu kitazaliwa, maana ameitikia mwito. Lakini sasa wapendo, hivyo ndivyo ilivyo. Hata Mungu akiendelea kutupenda na upendo huo, mpaka tutakapoitikia ule upendo, mpaka tutakaposema we love you too, hata tutakapompenda na hata na yeye, hapo ndipo mapenzi na upendo wa Mungu utafanya kazi. Jina la Bwana wetu lipewe sifa. Hapo ndipo kutakuwa sasa na kupendana. Wakati mtu mmoja anapenda mtu, hiyo tunaita anapenda. Lakini wakati ambapo amependwa na yeye akapendana, sasa tunaita kupendana. Blessed be the name of the Lord. Na sasa hiyo tunaita love, because love is a two-way traffic. Upendo ni kwamba nikupende na mimi unipende. Lakini wakati ambapo ninapenda na wewe haunipendi, upendo huo haujakamilika. Na tunaona habari hizi za upendo hata katika kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati. Mungu anaandikia Waisraeli mara ya pili, kizazi ambacho kilikuwa ni cha pili baada ya kile cha kwanza kuangamia. Deuteronomy, kitabu hiki ni habari zilizokuwa zimenenwa mbele, zinarudiwa tena. Deuteronomy, Kumbukumbu, kukumbushana tena. Mungu anawaambia watu hawa, know therefore that the Lord your God is God. He is a faithful God. God who is a faithful God in keeping his covenant of love. Blessed be the name of the Lord. Anawaambia Waisraeli kwamba ni vizuri mjue na mjue Mungu wenu, kwamba Mungu wenu ni Mungu mwaminifu, Mungu ambaye huweka agano la upendo. Blessed be the name of the Lord. Another word of covenant is agreement. Another word of agano ni mapatano. Jina la Bwana wetu lipewe sifa. Na maandiko yanasema hapa, Mungu anawaambia Waisraeli ya kwamba mjue Mungu wenu, kwamba yeye ni mwaminifu, na lile agano la upendo yeye huliweka. Bwana wetu apewe sifa. Covenant or agreement is between two people. Mapatano ni kati ya watu wawili. I cannot have covenant with myself. Siwezi kuwa na agreement na mimi mwenyewe. Lazima tuwe na mtu ambaye tunapatana na yeye. Na covenant ama agano ni kati ya watu wawili. Makubaliano, agreement, ni kati ya watu wawili. Sasa Mungu hapa anasema anaambia watu hawa kwamba mimi ile nadhiri niliyoingia na nyinyi watu, kwamba nitawapenda. Mimi ni mwaminifu katika kuweka hizo ahadi. Niliposema ninawapenda na nikasema with an everlasting love, nilimaanisha ya kwamba nitaendelea kuwapenda siku zote. Nilimaanisha kile ambacho nilisema, na maagano ambayo tulikubaliana mimi nitaiweka. Hapa inatuonyesha nini wapendwa? Kwamba kuna kitu kinaitwa covenant of love. Kuna mapatano ya upendo, kuna agreement ya upendo, na upendo ni watu wawili. Sasa Mungu ndiye alianza story hii ya kupendana. Mungu ndiye aliyeintroduce story hii ya kupendana na akaintroduce kwako. Sasa ili iwe upendo, ili iwe kupendana, ni lazima wewe uingie into a covenant with God, kwamba na mimi Mungu nitakupenda. Maana wakati ambapo tuna makubaliano na ndugu yangu, itakuwa mpaka na yeye atakapotia sahini kwamba nimekubali, hivyo tumekubaliana. Hata makubaliano tukiandika full stop mingi na baadaye akose kukubali, hiyo itakuwa bure. Sasa ili makubaliano ya upendo, for the covenant of love to work, ni lazima kwanza urespond to the love of God, ili sasa muingie katika makubaliano na Mungu. Blessed be the name of the Lord. Ni wangapi wananielewa kwamba ni lazima ukubali upendo wa Mungu? Unapokubali upendo wa Mungu, sasa uente into a covenant of with God, a covenant of love. Na Mungu anakuambia, si tumekubaliana, nataka ujue mimi pande yangu, mimi ni mwaminifu. Vile nimetia kidole kwamba nitakupenda siku zote, nitakupenda
Ninakupenda ukiwa na tumbo kubwa, hata tumbo itakapoisha bado nitaendelea kukupenda. Ninakupenda ukiwa na mali, hata kama zitaisha nitaendelea kukupenda. Nimekupenda ukiwa kijana, hata ukiwa mzee nitakupenda. Nimekupenda ukiwa kasichana kadogo, hata utakapokuwa kashosho bado nitaendelea kukupenda. Mungu akataka watu wajue kwamba he is faithful in keeping covenant of love. Blessed be the name of the Lord. Mchana wa leo wapendwa, nimekuja kutangaza uaminifu wa Mungu. Niseme kwamba huyo ambaye tumeingia katika mapendano na yeye upande wake amehatuhakikishia kwamba yeye atakuwa mwaminifu. Je, wewe utakuwa mwaminifu kwake? Blessed be the name of the Lord. Na anasema keeping his covenant of love to 1,000 generation of those who love him and keep his commandment. Blessed be the name of the Lord. This is what I love about the love of God. Anasema kwamba tukiingia katika makubaliano na wewe Paul, mimi nitakupenda na nitapenda mpaka kizazi chako, vizazi 1,000 kwa wale ambao wanapenda Mungu. Listen to me. Once you respond to the love of God, na mu enter into a covenant of love na yeye, sasa benefit moja ni ya kwamba Mungu atakupenda, atapenda kizazi 1,000 kutoka kwako. Ataendelea kukupenda hata wakati ambapo utakuwa hauko. Mungu atawapenda watoto wako hata wakati watoto wako hawatakuweko. Wajukuu wako watapendwa na Mungu, vitukuu wako watapendwa na Mungu. Hata wakati ambapo hautakuwepo, uambie binti zako I love you. Hata wakati ambapo wewe hautakuwa hai, uwapende vijana wako. Mungu wa mbinguni ambaye mliingia katika mkataba wa upendo na yeye, ataendelea kupenda watoto wako, ataendelea kupenda wasichana wako, na kizazi chako kitaendelea kufurahia benefit za upendo ambaye wewe ulianzisha. Nimekuja kusema hivi wapendwa, wacheni tukubali upendo wa Jehova, maana Jehova tukipendana na yeye ni mwaminifu. Gayusho twedanite nake ona riria tutagakorwo muoyo no agatwendera ciana citu. Ataendelea kupenda watoto wetu hata wakati ambapo hatutafanya hayo mambo tunafanyia watoto wetu. Mungu atakuwa pale kupenda vizazi vyetu. Blessed be the name of the Lord. Akawaambia, I am a faithful God in keeping a covenant of love. Blessed be the name of the Lord. Swali langu kwetu ni hili: je, utumesha ingia katika mkataba na Mungu wa upendo? Je, umekubali upendo wa Mungu juu ya maisha yako? Blessed be the name of the Lord. Kwa sababu nyingi sana za wewe kuitikia upendo wa Mungu, lakini ningependa kuzungumzia moja, maana hizo zingine unaweza kosa. Reason number 1 ya wewe urespond to the love of God ni kwa sababu alikupenda kwanza. Blessed be the name of the Lord. Ebu tupe very quickly in the book of 1 John. Ule John mwingine, 1 John chapter 4 and verse 19. 1 John 4. Ebu anza tu 18. Anza 18 tuendelee. 1 John 4:18. Therefore is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fear is not made perfect in love. Verse 19. We love him because he first loved us. We love because he first loved us. Blessed be the name of the Lord. Listen to me, ladies and gentlemen. Kama unaweza kosa sababu zote za kuitikia upendo wa Yesu, kuna sababu moja hapa ya kuitikia upendo wake: kwa sababu alikupenda kwanza. Blessed Lord. Alikupenda wakati ambapo hamna mtu yeyote alikuwa amewahi kukupenda. Alikupenda wakati ambapo wewe haungependeka.
Yeye alikupenda hata bila kujua kama wewe utapenda baadaye. Yeye alikupenda bila kujua kama utakubali upendo ama hautakubali. Alikupenda kwanza. Blessed be the name of the Lord. Na hii ni sababu moja, wapendwa, ya sisi tuitikie upendo huu, kwa sababu huyu alitupenda kwanza. Blessed be the name of the Lord. Na ningependa ujiulize, hiyo kwanza, hiyo alikupenda kwanza ni lini? Sisi ambao tuko hai katika kizazi hiki, Mungu alitupenda kabla hatujaingia katika tumbo za wazazi wetu. Maana Mungu alipopeana Yesu, Mungu alipoanza kutupenda, hatukuwa hai. Tulikuwa vitu ambavyo havikujulikana, lakini katika mawazo ya Mungu alikuwa na wewe na akaamua kukupenda. Blessed be the name of the Lord. Na kwa hivyo, this is a reason for you and me to respond to the love of God and to enter into a covenant of love with God, because he loved us first. Blessed be the name of the Lord. Na katika kutupenda kule, anaendelea kutuhimiza na kutujulisha, I am faithful in this love. Hii upendo si ya kujaribu. Hii upendo si ya ile ya nipe nikupe. No, mimi yangu ni kukupea. Kama utanipea ni sawa, lakini mimi ninakupea. Blessed be the name of the Lord. Ambia jirani yako, una sababu ya kuitikia upendo wa Mungu katika maisha yako. Mwambie, ni kwa sababu alikupenda kwanza. Blessed be the name of the Lord. Okay. Unapopenda Mungu, unajua sasa yeye ndiye amekuja na hii story, si ndio? Wewe mambo ya kupendana hukuwa nayo, wewe hukuwa na shughuli nayo, wewe ulikuwa tu hata hukuweko, akakupenda. Unapopenda sasa, unaporespond to the love of God, unaanza kula matunda ya upendo, kama vile nilivyosema mwanzo kwamba wakati ambapo upendo wa Mungu kwetu utadhihirika na urespond, hapo ndipo utaanza kula matunda. Kwa dakika chache, let us see the Song of Solomon chapter 2 and verse 3. The book of Song of Solomon chapter 2 and verse 3. The book of Song of Solomon. Na nilikuambia kwamba kitabu hiki ni kitabu ambacho kina madhumuni mawili. Jambo la kwanza, kinatuonyesha upendo wa Mungu, anavyopenda watu wake, na jinsi nyingine kinatuonyesha. Okay. Listen to me before we read. Ukisoma kitabu cha Song of Solomon, ambao najua wengi hawasomi maana wanaona kama ni si Biblia, utakuta ya kwamba kimegawanywa kwa sehemu mbili. Utakuta mahali ambapo ni mwanamume anaandika, alafu kisha mwanamke anajibu. Hivyo ndivyo kimeandikwa. Za Kiingereza utaona imeandikwa the beloved, ama hapo ingine unaona imeandikwa the Shulamite. So yule Shulamite ni mwanamke. Na katika maandiko ama katika mambo ya kiroho, mtu yeyote anachukuliwa kama mwanamke. Sisi zote tukiwa mbele za Mungu, sisi ni kama wanawake. Bwana wetu apewe sifa. Maana Kristo ni bwana harusi, naye sisi ni bibi harusi. Kama umekaa karibu na mwanaume, mwambie wewe ni bibi harusi. Yeah, no kirogo. Wewe ni bibi harusi. Yeah, hata ukiota na mwanamke inasimamia kanisa. So mahali ambapo pameandikwa Shunammite, pale ndiko ni mwanamke anazungumza, sasa huyo ni wewe. Mahali ambapo panazungumzwa na beloved, hapo sasa ni Mungu anayezungumza. Sasa hapa tunasoma ni mwanamke anaandika. Kwa hivyo sasa ni mtu, ni wewe, mimi, tunaandikia bwana harusi, bwana wetu. Anasema hivi, like an apple tree among the trees of the forest is my lover. Is my who? Is my who? Lover.
among the young men, unasikia inamuita the young